Mtumishi wa Mungu, kama kuna msomaji anisomee kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 7 mpaka wa 13, pale ambapo ninakwenda kutambulisha somo langu. Maandiko matakatifu yanasema, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya miti, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini. Wakati wa jua kupunga, Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Mstari wa 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Maandiko haya matakatifu yanatuonyesha kwamba Mungu katika uumbaji wake, baada ya kuwa ameumba vitu vyote, akitafuta ni nani wa kuvitawala. Maandiko yanasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ili akatawale vitu vyote alivyoviumba. Kwa mfano wa Mungu akafanyika mtu mke na mtu mume. Baada ya kuwa wamewekwa mahali pale pa bustani ya Edeni, Adamu na Hawa, basi udanganyifu ukatokea kupitia Hawa. Alipokula lile tunda ambalo lilikuwa ni katazo la Mungu wasile, kisha akaenda kwa mumewe akamshawishi kula. Baada ya kuwa wamekula lile tunda, maandiko yanasema walijiona wakiwa uchi, hivyo wakaona aibu, wakajificha. Wakati Mungu anatembea, Adamu alisikia sauti ya mtu akitembea, akajua ni Mungu, akajificha. Mungu akamwita, uko wapi? Akasema, mimi hapa Bwana, nimejificha. Kwa nini? Kwa sababu niko uchi. Kwa nini? Ni kwa sababu ya mwanamke uliyenipa. Mwanamke anaulizwa kwa nini, anasema ni kwa sababu nyoka alinidanganya. Somo langu la leo linahusu migogoro. Tunaona mgogoro wa kwanza wa Adamu na Mungu kwa sababu ya kutokufuata alichoelekezwa.
tunaona mgogoro wa pili ni wa Adamu na mke wake Hawa baada ya udanganyifu na kula lile tunda ambalo lilikuwa ni katazo la Mungu. Migogoro. Na hapo ndipo lilipotokea chimbuko la migogoro kati ya wanadamu na Mungu, kati ya wanadamu na wanadamu, ambayo migogoro hii imepelekea shida kwenye makanisa yaliyo mengi, imepelekea shida kwenye taasisi zilizo nyingi, imepelekea shida kwenye ndoa zilizo nyingi, imepelekea shida kwenye jamii. Migogoro. Wengine wamebaki na majeraha yasiyofutika katika mioyo yao kwa sababu ya migogoro. Wengine wamebaki na majeraha yasiyofutika katika miili yao kwa sababu ya migogoro. Wengine mpaka wamepoteza maisha kwa sababu ya migogoro. Migogoro ni nini? Migogoro ni hali ya kutokuelewana au kutokukubaliana. Yaweza kuwa kwa maslahi binafsi, mitazamo au matamanio katika jamii, kiwemo makanisa, ndoa, makazini na mahali pengine. Watu wanashindwa kukubaliana, watu wanashindwa kuelewana, watu wanashindwa kufikia maamuzi au malengo kwa sababu ya tofauti zao, kwa sababu ya hiki kinachoitwa migogoro. Imefikia kipindi mpaka ndugu wa tumbo moja hawaelewani. Imefikia kipindi viongozi katika taasisi zilizo nyingi hawaelewani. Imefikia kipindi wainjilisti makanisani hawaelewani. Wachungaji makanisani hawaelewani. Maaskofu wanapokutana hawaelewani kwa sababu ya kitu kinachoitwa migogoro. Imefikia kipindi watu wanauana. Imefikia kipindi watu wanapelekana mahali ambapo ni pa shida sana kwa sababu ya kitu kinachoitwa migogoro. Mpaka wengine wasio na imani wamefikia kipindi cha kwenda kutafuta amani kwa waganga wa kienyeji kwa sababu migogoro. Katika Biblia tumeona watu wengi waliokuwa na migogoro. Tunajifunza wakati mtumishi wa Mungu Ayubu anapatwa na majaribu, ulitokea mgogoro kati wake yeye na mkewe. Mke wake anamuona Ayubu ni mtu wa ajabu, anakubali kupita kwenye dhiki, shida, matatizo kwa sababu amependa. Mpaka namwambia usimkufuru huyu Mungu. Unamshika Mungu ambaye anakupitisha kwenye changamoto, kupitisha kwenye matatizo, kupitisha kwenye shida. Ule ulikuwa ni mgogoro. Mpaka Ayubu anamwambia wewe wafanana na wapumbavu. Kwa nini? Kwa sababu mke wa Ayubu alishindwa kukubaliana na Ayubu katika shida. Alishindwa kukubaliana na Ayubu katika dhiki. Alishindwa kukubaliana na Ayubu katika changamoto ambazo mtumishi wa Mungu alikuwa anazipitia. Mgogoro. Lakini tunapata kuona Kaini na nduguye Habili, mgogoro uliopitika mpaka kutokea mmoja wao kumuua mwenzake kwa sababu binafsi. Hii ilikuwa ni maslahi binafsi.
mgogoro ulipelekea mmoja wa kupoteza maisha. Lakini tunaona mgogoro uliokuwepo kati ya Yakobo na Esau, Paulo na Barnaba. Lakini tunaona mgogoro uliotokea kwa yule baba aliyekuwa na wana wawili, baada ya yule mdogo kuomba sehemu zake za mali. Alipopewa akaenda mbali, akazitapanya kwa anasa. Aliporudi kwa kushuka chini kuomba msamaha, ukatengenezwa mgogoro kati ya yeye na ndugu yake. Alichukia, aliingiwa kinyongo. Migogoro inatesa makanisa. Migogoro inazitesa familia. Migogoro inawatesa walio wengi. Imefikia kipindi watoto wananyanyasika kwa sababu ya migogoro ya wazazi. Sisi tunanyanyasa watoto. Inafikia kipindi maisha yetu yanakosa ramani kwa sababu ya migogoro yetu katika jamii. Wakati ambapo kwaya inaimba, migogoro inazitesa familia leo. Migogoro inazitesa taasisi zilizo nyingi leo. Migogoro inazitesa jamii zilizo nyingi leo. Kuna mgogoro unaoweza kutokea kati ya Mungu na mtu. Wewe ukawa na mgogoro na Mungu wako, kama ambavyo ilikuwa kwa Adamu na Mungu wake. Ule ulikuwa ni mgogoro kati ya mtu na Mungu. Lakini kuna mgogoro unaweza kutokea katika familia, katika jamii. Hizi ni migogoro. Lakini inatakiwa tufahamu kwamba kila mgogoro unaotokea katika jamii, kila mgogoro unaotokea katika familia, kila mgogoro unaotokea katika taasisi, nyuma yake yupo shetani. Nyuma yake yupo shetani. Kwa sababu shetani ndio chanzo kikubwa cha mgogoro. Na mgogoro wa kwanza ulikuwa ni wa shetani na Mungu, uliopelekea shetani kuangushwa chini. Alipokuja ndiye akatengeneza mifarakano kati ya mtu na Mungu, kati ya mtu na mtu. Shetani. Unapoona kuna mgogoro, nyuma yake yupo shetani, kwa sababu yeye ndiyo baba wa mgogoro. Yeye ndiyo baba wa mgogoro. Sasa tunajifunza ni namna gani watu wa Mungu, watu tuliokoka, watu tunaompenda Mungu, tutaweza kutatua migogoro inayotokea mahali tulipo. Waliokoka ni tofauti na watu wa mataifa. Watu wa mataifa wana njia yao ya kutatua migogoro. Ndiyo maana wataenda kwa waganga, ndiyo maana wataenda kuabudu mizimu, ndiyo maana watafanya njia wanazozijua wao kwa kama njia ya kutatua mgogoro. Lakini sisi watu wa Mungu tuna njia zetu za kutatua migogoro tunayokutana nayo. Iwe katika kanisa, iwe katika familia, iwe katika jamii, iwe katika taasisi. Sema amina.
Mgogoro unaotokea katika maisha yako usikutese, kwa sababu ipo njia ambayo Mungu ameonyesha ya kutatua mgogoro unaopitia. Sema amina. Mungu wetu hajatuacha, na yeye anajua. Na nikwambie tu, shetani kuishi duniani ni kusudi la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ametuweka kwenye kipimo ambacho inatakiwa tupimwe, mwisho wa siku tu qualify. Sasa unashindaje unashindaje kama hutokutana na mtihani? Katupa mtihani, na mtihani ili tuweze kufaulu ni lazima tushinde. Na ndiyo maana ametupa njia za kushinda mtihani, ametupa njia za kushinda majaribu, ametupa njia za kumshinda shetani. Ni sisi tuweze kuzifata njia hizo ili tumshinde na tumwaibishe. Njia za utatuzi wa migogoro kwa watu waliookoka. Njia za utatuzi wa migogoro kwa watu waliookoka. Migogoro ipo, na inaweza wewe usiwe sababu ya migogoro, lakini jirani yako, lakini rafiki zako, lakini mke wako, lakini mume wako. Na shetani huwa haingilii wote kwa wakati mmoja. Anapita kwenye njia ambayo imekubali kumpokea. Sasa baina yako wewe mke na mume, ni ipi njia rahisi ya shetani kupitia? Ndiyo maana kwenye mgogoro kati ya Mungu na Adamu, shetani alipitia kwa Hawa, kwa sababu Hawa ndiye alikuwa njia rahisi ya shetani kupenya. Na hiyo haimaanishi kwamba shetani atapenya kwa wanawake tu. Hapana. Shetani amekuwa akipenya kwa wanaume kuharibu ndoa zao. Shetani amekuwa akipenya kwa marafiki kuharibu ndoa yenu. Shetani amekuwa akipenya kwa watu mbalimbali kuharibu mahusiano yenu katika jamii, mahusiano yenu katika kanisa, mahusiano yenu katika maeneo mbalimbali. Je, wewe umekuwa njia sahihi ya shetani kupita? Ni swali ambalo kila mmoja anapaswa kujiuliza. Hapa kuna njia kadhaa za utatuzi wa migogoro kwa watu waliookoka, kwa watu wanaompenda Mungu, kwa watu waliompokea Yesu na kumfanya kuwa kinga katika maisha yao. Njia ya kwanza ni kumtambua adui. Njia ya kwanza ya utatuzi wa migogoro kwa watu waliookoka ni kumtambua adui. Adui ni nani? Adui ni nani? Katika vita yoyote, huwezi kupigana hali ya kuwa humjui adui unayepigana naye. Katika mashambulizi yoyote, huwezi kupigana kama humjui anayekushambulia. Njia ya kwanza ni kumjua adui yako ni nani. Ukishamjua adui yako, utapanga njia za kuweza kupigana naye. Utapanga njia ya kuweza kupambana naye. Utapanga njia ya kuweza kumshinda, na utamshinda. Kwa nini? Kwa sababu tayari umemjua. Na siku zote adui huwa hapendi kufahamika.
hakuna adui anayependa kufahamika, kwa sababu anajua akishafahamika itakuwa ni rahisi yeye kuanguka. Atakuwa ni rahisi. Sasa adui yako ni nani? Adui yako ni nani? Lakini kuna wachungaji wanajua adui yao ni mchungaji mwenzao. Kuna walimu wanajua adui yao ni mwalimu mwenzao. Kuna rafiki wanajua adui yake ni rafiki yake. Wanandoa wanajua adui yake ni mme wake, adui yake ni mke wake. Je, ni kweli kwamba adui yako ni huyo unayemjua wewe au kuna mwingine? Adui katika migogoro yote unayoiona ni shetani. Inatakiwa upambane, tafuta njia ya kuweza kupambana na shetani katika kutatua mgogoro wako. Usipigane na ndugu yako, usipigane na jirani yako, pigana na shetani. Pigana na nani wapendwa? Adui ni shetani. Adui ni nani? Ni shetani. Na sio huyo, sio mtoto wako, sio mzazi wako, sio kaka yako, sio mdogo wako, sio mme wako, sio mke wako. Adui ni shetani. Kwa nini? Kwa sababu katika kila mgogoro wote unaojinua katika maisha yako, nyuma yake yupo shetani. Shetani hapambani na warevi. Shetani hapambani na wazinzi. Shetani hapambani na Shetani hapambani na wale ambao tayari walishakuwa wa kwake. Shetani anapambana na wale wanaomjua na kumtafuta Mungu kila nyakati, kwa sababu lengo lake ni kuangusha na kurudisha nyuma na kutengeneza watu wake. Unaingia kanisani, shetani unamwacha nje. Unatoka nje kwenda maliwato, anakusindikiza. Wakati anakusindikiza ni lazima anakuwa anasema na wewe. Unapotoka kwenda kunyonyesha mtoto, shetani anakusindikiza. Hivi uliacha umepika kweli? Mbona mwanao analia? Kwani usiende nyumbani? Ule uji uliouacha kwa nini? Mwisho wa siku unasema mwanangu analia, ngoja nikampe uji nyumbani. Amekutoa kwenye ibada. Shetani. Badala ya kuwaza, ya kutafakari ukubwa na uzuri wa Mungu, anakupa mawazo mchanganyiko ili kukutoa kwenye uwepo. Shetani. Huwezi ukamkuta kirabuni. Anajua tayari wale walishakuwa wa kwangu, natafuta wengi zaidi. Unakuta ulikuwa mtumishi mzuri, mara umedondoka. Unajiuliza kuna nini? Shetani anapambana na wale wanaomjua Mungu na kumtafuta ili aje akaonyeshe. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ayubu, shetani anakutana na Mungu, anamuuliza umetoka wapi? Akwambia nilikuwa nazunguka, nilikuwa nazurura huko na huko. Umemwona mwanangu Ayubu? Mungu anamuuliza, umemwona mwanangu Ayubu? Kwambia yule ni kwa sababu umemzingira. Nipe nafasi kidogo uone. Kumbe shetani anazulula huku na kule kutafuta walio wake, kutafuta watu ambao anaweza kuwafanya wamwabudu yeye, kuwafanya watu ambao wanaweza kumkataa Mungu na kufanya yale anayoyataka shetani. Shetani ndiyo chanzo cha migogoro mingi katika jamii, katika makanisa. Kipindi cha nyuma, namshukuru Mungu kwa sababu hapa kanisani kwetu Silioni kuna makanisa mengine, mmekutana vikao vya wachungaji, mnajadili mambo mazuri ya Mungu. Kuna chai, kuna maji.
mtu anatoka nje ampigiwa simu anatoka na kopo lake la maji. Hayapo. Hayapo. Yapo. Tunakuwa tumegeuza vikao vya kujadili maneno mazuri ya Mungu kama vikao vya kwenye kahawa. Ulishaona kwenye kahawa mtu anaacha kikombe chake pale? Ulishaona? Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu ya migogoro ambayo inatafuna makanisa. Sasa uniambie watu hawa wanamjadili Mungu kwa roho na kweli? Hakuna. Migogoro. Tumjue adui wetu katika migogoro inayotokea ni Shetani. Na njia ya kumshinda Shetani ni kupiga magoti na kumlilia Mungu na kuishi katika neno la Mungu. Ndiyo njia ya kumshinda Shetani. Kama tutakaa tukifikiria adui yangu ni mdogo wangu, adui yangu ni kaka yangu, adui yangu ni nani yangu, utapigwa kirahisi. Utapigwa kirahisi. Na Shetani anapenda unahangaika tu. Anajua huyu amejileta kwenye 18. Unaishi kwenye migogoro kwa sababu